mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Temeke unaohudumia majimbo haya mawili kwa maana ya Temeke na Mbagala, lakini nimeambatana na viongozi waandamizi wenzangu wa chama kutoka wilaya ya Temeke na wilaya ya Mbagala, viongozi wa jimbo wa wilaya na viongozi wa tawi kata, wote tuko hapa mbele yenu. Namba niliyotambulisha majina yangu, naitwa Herman Cosmas Kiloloma. Nimekuwa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema toka mwaka 2006 mara baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2005. 2006 nikajiunga na chama hichi nikiwa bado kijana mdogo, mpaka sasa hivi nywele zangu zinakaribia kubadilika kwa maana ya kupata mvi, nikiwa nakitumikia chama hichi katika nafasi mbalimbali za uongozi. Nimekuwa mwenyekiti wa tawi la Vigoa kata ya Chamazi, nimekuwa katibu wa kata ya Chamazi, nimekuwa katibu mwenezi wa wilaya ya Mbagala, nimekuwa mwenyekiti wa wilaya ya Mbagala, nimekuwa mwenyekiti wa mkoa wa Temeke. Nimepitia nafasi hizo mbalimbali ndani ya chama kwa muda wote huo nikitumikia chama. Sasa leo hii tumewaita hapa waandishi wa habari, mimi kama kiongozi mkuu wa mkoa huu wa Temeke pamoja na viongozi wangu wote wa chini niliowataja. Tumekuja hapa kwa dhumuni moja tu. Dhumuni letu moja iliyotuleta hapa ni kujiondoa wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuanzia leo hii. Tunajiondoa wanachama. Mimi binafsi ni mwanachama wa Chadema mwenye kadi namba CDME 26947. Ninajivua wanachama wangu wa Chadema kuanzia sasa, kwa maana nikijivua wanachama na uongozi automatically unakuwa umeondoka. Kwa hiyo na wanachama wenzangu pia walioko hapa mbele na wenyewe wapo tayari kwa hilo, kwa ajili ya kujivua wanachama, pamoja na viongozi wa kata na matawi walioko huko wapo tayari kujivua wanachama wa chama hichi cha Chadema. Kwa nini tunajivua wanachama? Tunajiondoa wanachama ndani ya chama hichi kwa sababu sisi kama viongozi wa chama hichi tumeona hatuko salama ndani ya chama chetu. Toka uongozi mpya umepatikana tarehe 21 Januari pale Mlimani City, uongozi ule umekuwa ukitubagua. Mfano, mimi Kiloloma ni shahidi namba moja. Nimebaguliwa siku ile ile ya kwanza na makamu mwenyekiti wa chama hichi John Wegesa Heche. Baada ya mwenyekiti kutangazwa, tukapata mwenyekiti wa chama. Hakuna asiyefahamu mimi nilikuwa niko kambi ya Mheshimiwa Freeman Mbowe, na nilikuwa nampigia kampeni Mheshimiwa Freeman Mbowe. Baada ya Mbowe kutangazwa ameshindwa, nikatoka na mwenyekiti Freeman Mbowe kwenda boarding room. Tumefika kule, mwenyekiti akawa na kikao pembeni na watu wachache, na mimi nilikuwa chumbani, na mimi nilikuwa nimekaa na wenzangu mwenyekiti John Wegesa Heche. Akasalimia wenzangu wote, nilipofika kwangu nikampa mkono akaukataa, na akaniambia kwamba muulizaji kwenye chama hichi cha baba yenu, sasa tutaona.
Kwa mimi binafsi pale ndipo nilipoanza kuona kama nakaguliwa na kiongozi wangu aliyepatikana, na nikaona kabisa huyu kiongozi sio kiongozi mwanasiasa, kwa sababu kiongozi mwanasiasa watu ambao walikuwa hawamuungi mkono tunatakiwa wakumbatie, lakini yeye pale akatuahidi kwamba tutaona, kwa sababu tulikuwa tumuungi mkono. Mimi kweli nilikuwa simuungi mkono John Heche kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti, nilikuwa namuunga Ezekiel Wente na nafasi ya mwenyekiti nilikuwa namuunga Freeman Mbowe. Tukaona isiwe tabu, chama hichi Freeman Mbowe amekijenga chama viongozi wasikilize viongozi wenzao, lakini viongozi sasa hivi hawasikilizi viongozi wenzao, wale wa chini wale wa juu. Wamekuwa wanatudharau, tunaonekana kama sisi hatuna hoja ndani ya chama chetu ambacho tumekijenga kwa nguvu zetu. Sasa tumeamua sisi kuungana na wenzetu kuondoka ndani ya chama hichi. Sisi tupo kwenye siasa muda mrefu, nyinyi wenyewe mashahidi. Unapowaambia watu wa ushiriki uchaguzi na unataka mabadiliko, serikali imeshindwa kuonyesha nia ya kuleta haya mabadiliko. Ni kweli tumeshiriki chaguzi mbalimbali, lakini chaguzi hizo zimekuwa tunaonewa, lakini sio sababu ya kwamba sisi tusishiriki uchaguzi. Watakao kutoa maamuzi ni wananchi, ndio wataona. Kushiriki uchaguzi, tukikatwa, tukienguliwa, wananchi wataona, watapata hasira wenyewe. Mambo mengi sana yameendelea na chama chetu. Ulipoingia uongozi mpya, ulifukuza karibu secretariat yote. Jambo la kushangaza kabisa na aliyotuumiza sisi viongozi wa chama hichi, tunajuana, ni naibu katibu mkuu bara Singo Kigaila kuondolewa kwenye nafasi ya unaibu katibu mkuu. Jambo hilo limewaumiza wengi waliokuwa wanamsapoti Lissu na ambao walikuwa wanamsapoti Lissu pia limewaumiza, kwa sababu ndani ya chama hichi uongo mbaya, mnyongeni haki yake mpeni. Hakuna mtu aliyofanya kazi ndani ya chama hichi, hata Lissu hajamfikia Singo Kigaila kwa kazi aliyofanya ndani ya chama hichi. Pia nami leo hii najivua wanachama wa Chadema kiambatana na wenzangu kama tulivyoambiwa hapo awali, lakini kimsingi kila mtu atakuwa ana sababu. Sasa sisi wenye akili ambao tunafikiria mbali, hatutasubiri tufukuzwe, waseme bado tusubiri bana sasa watatufukuza lini. Hapana, sisi tumeamua kuondoka kwenye chama. Kwa hiyo sisi tutasema hivi, hii ni salamu. Hawa ni watu wachache sana katika watu ambao tunawaendea. Tutawaambia, tutaenda kuwaelekeza hali halisi, na ikiwezekana Temeke nzima tutaibadilisha kwenda katika hicho chama ambacho sisi tunatarajia kwenda. Mjumbe wa kamati ya uratibu BAWACHA mkoa wa Temeke, lakini kadhalika ile kata ya Mbagala, mimi ndio katibu wa kata ya Mbagala. Hii ukatibu wa kata ya Mbagala nimeushika mara mbili, nimeshika miaka 5 ya mwanzo na miaka nimeshika tena, na leo naishia na ninajitoa mwenyewe kwa hiari yangu bila kuambiwa na mtu kwamba nitakuwa nikitoe. Niko hapa leo rasmi kutangaza rasmi kama hivyo kwamba nimeamua nikiwa na akili zangu timamu bila kushinikizwa na mtu yoyote kwamba naiaga Chadema rasmi. Mimi sio mwanachama. Mimi Robert Mwenda nilikuwa ni mwenyekiti wa kata kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Leo rasmi najivua wanachama wa Chadema na uongozi wa kata Makambalawe kama mwenyekiti. Kuanzia leo mimi sina mwanachama wa Chadema, ikiwa mimi na wananchi wangu baadhi ambao